Hivi ni vitu mwanadamu unayemtafuta Mungu ni lazima uvielewe na usivione ni vya kawaida katika maisha yako. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 9 mpaka wa 14. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Mstari wa 10. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Mstari wa 11. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mstari wa 12. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Mstari wa 13. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Mstari wa 14 na wa mwisho. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona kiburi kilimfanya Farisayo asipewe haki yake. Maombi yake hayakujibiwa kwa sababu ya kiburi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sisi ni wanadamu, na kama ni wanadamu ni dhaifu. Wanadamu wana kiburi na mengineyo wakadha ambayo tumeyasoma hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni vitu vingi vipo ndani ya mwanadamu. Kama ni mwanadamu tunakosea. Tunaweza tukakosea kwa kujua au kwa kutokujua, na wakati mwingine tunakosea kwa kulazimishwa. Kwa hiyo kama umekosea kwa namna yote ile, ni vyema tukaenda mbele za Bwana kwa moyo wa toba. Bwana Yesu atusaidie sana ili tuweze kukutana na Mungu katika sehemu za maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haijalishi unapitia ugumu wa namna gani. Haijalishi una kiu, Mungu akufungue kwa namna ipi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kabla hujamwendea Mungu ni lazima ujikakue ndani yako, kwa sababu hauendi kusema kama unaenda kusema na mwanadamu. Lazima uwe na maandalizi kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Tunaona kuna wakati unajiandaaga kwa ajili ya mambo yako mengine, ili kule unakwenda uwe tayari ukiwa na maandalizi. Amen. Inaweza kawa unaitwa kwenye interview, lazima uwe na maandalizi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kwa Yesu ni zaidi ya interview. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima uwe na maandalizi vizuri ndani ya moyo wako ya kukutana na Yesu Kristo, ili aweze kukujibu majibu ya maisha yako. Amen. Lazima uwe na misingi mizuri kwa ajili ya kupata majibu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Watu wengi wanachelewa kupata majibu yao. Watu wengi wanachelewa kuona majibu yao. Watu wengi wanachelewa kupona kwa wakati, kwa sababu ni watu wa kujihesabia haki. Haleluya. Wengine ni kama huyu Farisayo ambaye tumemsoma. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Ukitaka Mungu akuinue kutoka chini, kukuinua kukupeleka juu, ni lazima uwe na moyo wa toba, moyo wa unyenyekevu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Hakuna tokeo litakalotokea ndani ya maisha yako kuhusu Mungu kama hutakuwa na maandalizi mazuri kuhusu yeye. Na maandalizi ya kwanza ni lazima uwe na imani kuhusu Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na baada ya hapo, mwenye imani yoyote huwa
huwa ana matendo yanayoambatana na ile imani. Kama una imani na Yesu, ni lazima uwe na matendo yanayoambatana na imani ya Yesu Kristo, na mojawapo ili kumfuata njia yake ni kweli na uzima. Haleluya! Ni lazima uwe na tendo la toba. Haleluya! Sema amina na utabarikiwa.